ambacho nataka nigusie tu kwa namna fulani ilikuwa ni dhana ya kulinganisha uchumi wa Tanzania mwaka 98 dola ilikuwa 600, sasa hivi imefika 2600. Nafikiri uchumi ni kapu la bidhaa nyingi. Ukifanya ulinganisho hauwezi kutumia kitu kimoja ukahitimisha. Nadhani Dr. Mali unafahamu. Huwezi kutumia kitu kimoja ukatoa judgment kwamba sasa uchumi hapo mrudi nyuma. Unajua mwaka 98 dola ilikuwa 600. Sasa hivi dola shilingi 2600. Kwa hiyo uchumi umeshuka? Hapana. Ni kapu la bidhaa nyingi. Ndani yake kuna export, kuna import, kuna hiyo productivity yenyewe na vitu vingine. Kwa mfano, tathmini ya sarafu zote duniani kufikia mwaka 2025, sarafu ya Marekani ni sarafu ya 10 kwa nguvu. Euro ni sarafu ya 9. Pound ni sarafu ya 5 kwa nguvu. Sasa kama Marekani inamiliki 25% ya uchumi wa dunia, lakini sarafu yake ni ya 10 kwa nguvu, tafsiri yake ni kwamba sarafu peke yake haipimi ukubwa wa uchumi. Nadhani si kama lugha ya kawaida imeeleweka. Ni kwamba kama ingekuwa uchumi unapimwa kwa sarafu, basi Marekani ingekuwa sarafu yake dola ndio ya kwanza. Lakini dola sasa hivi inashika nafasi ya 10. Euro moja ule euro yenyewe, euro nchi za moja wa Ulaya zile, sarafu yao ile ya pamoja ni ya 9, hata haiongozi. Kwa hiyo nitaka tu niweke clarity kwenye hicho kitu. Lakini mwaka 2000 kwa mfano uchumi wetu ulikuwa bilioni 13. Sasa hivi tuna uchumi wa dola bilioni 85. Umeongezeka mara ngapi? Almost mara 6. Ni kweli kwamba kama alivyosema naibu katibu mtendaji kwamba kuna mambo ambayo hatujafanya vya kutosha, lakini pia kuna mambo tumeachieve. Yapo mambo tumeachieve, lakini yako mambo ambayo ni issues ambazo lazima ziwe addressed, ikiwemo hii swala kwa mfano la mikopo, kwamba sekta binafsi ya ndani ina struggle kupata mikopo ambao ni nafuu. Lakini serikali pia inafanya kila linalowezekana, kwa sababu nchi zingine wana ziada ya mapato, wanaweza kaipeleka kule kwenye benki za maendeleo ikawa rahisi kutoa mikopo nafuu. Kwetu huku bado kuna changamoto zake. Hata hivyo kuna hatua zinachukuliwa. Kwa mfano kwenye sekta ya kilimo ambayo inaajiri 65%, yatengeneza 30% ya uchumi.